Oldonyo Media, habari karibu nawe. Risala fupi ya uungwaji mkono wa Enabweshu ya vikundi vitatu vya kitongoji cha Engokuni. Utangulizi. Ndugu mgeni rasmi, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Monduli, ndugu waheshimiwa wabunge na majimbo la Monduli, ndugu waheshimiwa madiwani wote waalikwa, ndugu waheshimiwa watendaji wa kata na kijiji wote waalikwa, ndugu waheshimiwa wenyekiti wa vijiji na vitongoji wote waalikwa, ndugu viongozi wa dini, mila wote waalikwa, ndugu viongozi wa vyama vya siasa wote waalikwa, ndugu jamaa, marafiki na wote waalikwa, ndugu wanachama wote, karibuni sana. Ndugu wageni rasmi, awali ya yote tunamshukuru sana Mungu wa mbinguni kwa kutulinda sisi sote, kwa kuwalinda ninyi nyote na familia zenu tangu tulipowafikia, na kuwaomba muwe wageni rasmi wetu katika uungwaji mkono katika umoja wa vikundi vyetu. Ndugu mgeni rasmi, tunawashukuru sana ninyi pamoja na familia zenu kutukubalia ombi letu la kuwa wageni rasmi na kutufikia leo hapa kwa ajili ya kututendeshea zoezi la uungwaji huu muhimu sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana na aendelee kuwainua zaidi. Historia fupi ya kikundi mama na ya Namelok na umoja wa uungwaji. Ndugu waheshimiwa wageni rasmi, kikundi cha Namelok kilianzishwa kama kikundi rasmi mnamo tarehe 3 mwezi wa pili mwaka 2019 ikiwa na wanachama hai 15. Kadri kikundi ilivyozidi kuendelea kuimarika mwaka 2021 na kufikia wanachama 58, ndipo wakaona ni vyema kuanzisha kwa kikundi kingine na kupewa jina la Enot. Ndipo hivi vikundi viwili viliendelea kushirikiana kama mapacha na kila kikundi kilikuwa na uongozi wake. Ndipo mwaka wa 2022 tulimpata ndugu wetu mheshimiwa sana Isio Mwitiko, mlezi wa vikundi hizi, alituwezesha vikundi vyote viwili shilingi milioni 1. Yaani kila kikundi kilipata laki 5 kwa ajili ya umoja. Na ndivyo maana ya vikundi hivi kuungana na kuunda umoja wao uitao Enabweshu, ambao pia ina uongozi wake kama ifuatavyo: Paulina Sangeti, mwenyekiti wa kikundi; Paulina Filimon, katibu wa kikundi; na Mayani Leyo, mweka hazina; Tingide Sibite, mshauri mkuu. Na pamoja na maelezo mafupi ya umoja wa vikundi hivi, mpaka sasa vikundi vikubwa vilikuwa viwili na mpaka sasa vimefika 3 vimeungwa, ila bado ni kichanga hadi akijaweza kuendesha. Ndivyo maana inalelewa na vikundi vya Namelok na Enot.
na kuzaliwa ENYUATA. Ndivyo vikundi vilivyounda ENABWESHU. Malengo au mapendekezo: kuinua na kustawisha, kuboresha hali ya maisha ya mwanachama, kujenga uwezo wanachama ili aweze kujitegemea kupitia mfuko wa kuweka na kukopesha, kujenga na kudumisha ushirikiano kwa mwanachama kwa kubadilishana ujuzi wa uzoefu, kuanzisha miradi midogo itakayowezesha kuongeza kipato katika familia zetu. Mafanikio. Ndugu Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanikiwa kwa kuongezeka kwa wanachama kutoka wanachama 15 hadi wanachama 55. Ni jambo la kuridhisha na kutuanisha kwa vikundi vyote viwili. Tulipata uungwaji mkono wa awali kutoka kwa Mheshimiwa Kisioki Mwitiko kwa shilingi 500,000 kwa kila kikundi, jumla milioni 1. Ndipo wanachama wakaanza biashara zao ndogo ndogo na kuongezeka kwa hisa hadi kufikia 5,000 kwa kila mwanachama kwa wiki. Pia vikundi hivi vilipata uungwaji mkono wa pili kwa shirika la Sara Bank kwa shilingi milioni 5 kwa kila kikundi, jumla ya milioni 10. Vikundi vyote vimefanikiwa kukusanya hisa kama ifuatavyo. Mwaka 2024 hadi 2025 kikundi cha Namelo kilikusanya jumla ya hisa milioni 5. Mwaka 2024 hadi 2025 kikundi cha Enot kilikusanya jumla ya hisa milioni 5. Kwa mwaka 2025 hadi 2026 kikundi cha Namelo kilikusanya jumla ya hisa milioni 6,790,060. Kwa mwaka 2025 hadi 2026 kikundi cha Enot kilikusanya jumla ya hisa milioni 6,760,000. Vikundi hivi vyote vimekusanya jumla ya hisa shilingi milioni 23,500,020. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, vikundi vyetu pamoja tunakuwa na mafanikio. Pia vikundi vyetu vina changamoto zifuatazo: kupungua kwa hisa kutokana na kiangazi cha mwaka uliopata, kutokana hisa 5,000 na kupungua hadi hisa 3,000. Kumepunguzuka sana malengo ambayo tulitaka kufikia. Ukame umetuathiri. Kupunguka kwa hisa ya mwanachama kwa kuwa maisha ya wanachama wote wametegemea mifugo. Kwa ufugaji pia tumekuwa na changamoto ya barabara ya kufikia hapa kitongojini kwetu. Kipindi cha mvua watoto wanashindwa kufika shuleni kutokana na makorongo kujaa maji, na pia wamama wajawazito kupata shida ya kufika zahanati wakati wakijifungua kutokana na ubovu wa barabara. Ombi. Ndugu Mheshimiwa mgeni rasmi, tunawapenda mtuunge mkono katika vikundi vyetu kwa hali na mali ili tuweze mfuko wa vikundi vyetu tuweze kuwa na fedha za kujiendeshea. Hitimisho. Ndugu mgeni rasmi, asante sana kwa kututembelea vikundi vyetu na kuacha shughuli zako na kuja kutusikiliza maelezo yetu. Vikundi vyetu vinaweza kuleta mabadiliko chanya katika jamii kwa ujumla na kututhamini kufanya kazi pamoja nanyi ili kufikia malengo.
Tunaamini kuwa kwa ushirikiano na msaada wenu tunaweza kuleta maendeleo na ustawi kwa jamii. Asante kwa msaada wenu na tunatumaini kuendelea kufanya kazi kwa pamoja. Nitumie fursa hii kuwapongeza mno, hongereni sana kwa shughuli ambayo mmeandaa kwa muda, na leo Mwenyezi Mungu akafungulia njia mkaweza kuhitimisha kwa siku ya leo. Tunashukuru pia wote kwa mlioshiriki, viongozi mbalimbali, wanakikundi, wanakwaya na wanakijiji kwa jumla yenu kwa kushiriki zoezi hili muhimu, zoezi hili la baraka. Hii ni muunganiko ya vikundi viwili, kwa hiyo kwa ujumla mlipa jina la pamoja inaitwa Enaiboshu. Kwa hiyo niwapongeze mno na niwashukuru wote mlioshiriki katika zoezi hili. Tumefanya kazi nzuri kwa kweli. Kwa hiyo niseme tu naenda kusoma basi matokeo ya kazi nzuri ambayo tumefanya kwa siku ya leo, kwamba moja kwa moja naenda kusema kwamba kazi yenu makusanyo cash ni shilingi 2,2,297,000. 2,2,297,000. Pigeni makofi tafadhali. Alafu ahadi ni shilingi 1,104,000. Makofi tafadhali. Alafu yenye baraka zaidi kuliko hata hizi hela cash ni mifugo. Mifugo ukipewa hata mbuzi 2 ukafuga vizuri unachukua mbuzi 50. Kwa hiyo ahadi ya mbuzi ni mbuzi 11. Kwa hiyo jumla kuu ni shilingi 3,06,97,000. 3,06,97,000. Mbarikiwe sana, mbarikiwe mno. Angasa ishukuru na roho na rasati yengo huko kumetu kwa kudhubutu tio. Kira mohari adwa Facebook akakodol, TikTok. Haki wakara hiyo kudorome sarani kikundi na idari kwa zubutu kama na. Kwa hata nakasiana naye kwa wakati nangasa ikongeza naye kwa kudhubutu. Nao mwonu katika kufanya shughuli zenu. Hata virusi mwonu liko yunganisha mesarani. Amuko wakile kia kume serani na asipana anasa jara na ibushu. Amenyana ayira jene dol kirodile ne bonji ashaba. Yakana jana sikate dol. Ake endardo na ye ni monji kake kiaro ni ngole sebara. Kamaro ni ngorola bala yabo. Ile jabar ma sai na ro ye ni gana ne ni mo. Neder ma sai neder ne kutengano ni nini? Saifu. Ni saifu. Yani kile heha. Ni ringa no hindo kinai enkufu. Agere niki mongana ibana ke halinye kita wage gini wei kama yanda ngai olohola boye yola na mama iredo do baka do giro ni ngorilo langara iredo kiyuni bongi yangaina na ore rola ge emonisho merio hello na gera ro herma orburi hoiro heri ne bwagi ni kawa ngani magi shomi ayanga munyo hi emurwe lo shogi shomi ado mangoro ngana lang